Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kwanza nashukuru sana kwa kuwa mwenyeji wetu hapa Singida, na sisi tunafurahi sana tunapokuja Singida kwa ajili ya kazi ile ambayo Mheshimiwa Waziri Mkuu alizindua hapa. Asante sana na kutenga muda wako wewe na timu yako yote pamoja na viongozi wa chama kuwa na sisi. Lakini nakushukuru vile vile Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Hii kazi ya alizeti tulianza kuongea, lakini mkoa wa Singida una kitabu hiki. Alivyokuja mkuu wa mkoa kuniona, kwa kweli nilifurahi. Nilijua wakuu wetu wa mikoa ni wachapa kazi, na kielelezo kimoja hapo ni Mheshimiwa Dr. Mahenge kusimamia wito uliotolewa na serikali kuhakikisha kwamba tunaweza tukazalisha alizeti ya kutosha. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nakushukuru na kukupongeza sana wewe na timu yako yote pamoja na rasi Mheshimiwa Mwaluko na wengine wote. Sisi tuna wakuu wa mikoa wazuri na tukiongea nao tunaona na tunajua tukifanya nao kazi tutakwenda mbali sana. Na kama nilivyosema, kielelezo hakiko mbali kwa Dr. Mahenge ambaye tuko naye hapa. Naomba nitoe shukrani za dhati vile vile kwa IFAD ikiwakilishwa hapa na Jacqueline Machangu Mocho, ndio jina lake, ambaye ni Mtanzania mwenzetu lakini anawakilisha kampuni taasisi ya IFAD yenye makao makuu Rome, ambao kwa kweli leo hapa gharama za shughuli hii zimetolewa na IFAD. Na kushukuru sana Jacqueline kwa yote uliyofanya na kupanga hili na kuongea na sisi, kutupa fursa ya kuchagua mahali pa kwenda. Tukasema tunamfuata Dr. Mahenge huko kwa aliko ili tuanze kazi ya kugawa mbegu hizi. Namshukuru sana Dr. Kashenge, nasema umekaa nyuma huko lakini kazi yako tunaifahamu. Nadhani ametoka nje, yuko pale yule Dr. Sofia kwa kazi nzuri. Katibu mkuu, nakushukuru sana kwa sababu wewe ndio unaongoza timu yetu katika utumishi. Na leo amekuja hapa na mkuu, yeye ndio mkuu wa utumishi, lakini mkurugenzi wa utumishi wa wizara anaitwa Hilda Kinanga. Hebu simama sikukutambulisha. Kuhakikisha kwamba wizara yote macho yake yote yanakuwa katika kampeni hii. Na washukuruni wote kwa kufika katika shughuli hii ambayo ni muhimu sana. Hata kama ukumbi ukipoa, tunapiga hatua moja ambayo hamtakaa muielewe, lakini siku ambapo tutaanza kufanya hatua tutaona matokeo yake. Kwa sababu ndugu zangu, nchi yetu sote tunatumia mafuta ya kula. Wote. Kila siku tunapika, tunaweka mafuta ili tuweze kula vizuri. Na nchi yetu inatumia tani 650,000 kila mwaka kwa ajili ya mafuta ya kula. Na hakuna nyumba ambayo haipiki kwa kutumia mafuta. Iwe ni mtu maskini, iwe ni tajiri, wote tunatumia. Lakini katika hizi tani 650,000 tunaagiza kutoka nje tani 450,000 kila mwaka. Kila mwaka tunaagiza Malaysia, tunaagiza Indonesia. Kila mwaka tunaagiza hayo mafuta ya kula. Na kwa kufanya hivyo kila mwaka tunatumia zaidi ya bilioni 450. Kwa hakika tunatumia nusu trilioni ya fedha kwa ajili ya kuagiza mafuta ya kula kutoka nje ya nchi. Kila mwaka nusu trilioni ya hela za Tanzania. Sasa ili ujue nusu trilioni ni nini, juzi hapa serikali imekopa shilingi trilioni 1.3. IMF zimekuja, Mheshimiwa Rais akaagiza zigawanywe kwa uwazi na kila mtu aone zinafanya nini. Najua Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wote nakimbizana, wakuu wa wilaya. Kila wilaya hapa nchini, kila halmashauri imeguswa. Nimetoka jimboni kwangu Rombo, kazi chungu mzima, madarasa yanajengwa, zahanati zinajengwa, vituo vya afya nchi nzima. Hiyo ni trilioni 1.3. Hakuna eneo hapa nchini haliguswi. Na tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa kusisitiza hizi hela zimekuja
Hebu zigawanywe kwa uwazi, kila mtu aone na wananchi waambiwe nini kinaendelea. Kwa wote tunaweza tukaona sasa trilioni 1.3 inaweza ikafanya nini hapa nchini. Na wenzetu wa TAMISEMI kwa kweli, Mheshimiwa Umi Mwalimu kajitahidi sana, maelekezo ya rais. Hela hii igawanywe kwa uwazi. Mimi ni mbunge, kila mbunge anajua hela zinaenda wapi, wakuu wa wilaya wote. Na hizi hela sasa hivi zinasimamiwa na makamisa wa siasa mkoani na wilaya. Zamani zingeenda kwa dedi tu, sio? Sasa hivi wakuu wa wilaya wameambiwa kazi itafanyika hapa, dedi anasimamia, wakuu wa wilaya wanafuatilia. Trilioni 1.3. Tunaona mambo makubwa yanafanyika nchi nzima mpaka Zanzibar. Sasa jiulize, kila mwaka tunatumia nusu trilioni kwenda kuagiza mafuta ya kula kutoka nje kila mwaka. Kwa miaka miwili trilioni 1, miaka mitatu trilioni 1.5, ishazidi ile trilioni 1.3. Kwa yale ambayo tunaona ule mkopo wa IMF unaofanya hapa nchini tuliokopa, hizo hela tunazitumia kwa kipindi cha miaka miwili na ushe kuagiza mafuta yetu sisi kula. Ningependa hili lituingie kichwani ili tujue tunachokifanya hiki maana yake nini. Kwa kila mwaka nusu trilioni inatoka inaenda kununua mafuta ya kula nje ya nchi. Sasa uwezo wa kuzalisha mazao ya mafuta ya kula upo, ardhi ya kufanya hivyo ipo. Ushahidi mkubwa huu hapa. Huu ni mkoa wa Singida tu, mkoa wa Singida tu. Dodoma nako tunajipanga, Manyara usiseme, ukienda Iringa hivyo hivyo. Kumbe uwezo upo wa kuzalisha. Na tunapoagiza mafuta ya kula kutoka nje, wakati uwezo wetu huo wa kuzalisha upo, tunapoteza ajira. Ajira ya vijana wetu. Sasa hivi tuna vijana wengi mjini machinga. Si wote wanataka tu kufanya umachinga, wengine wanatafuta ajira. Kwa maana ya kupunguza tatizo la machinga, sehemu mojawapo ni kuunda ajira zaidi. Wako ambao pengine umachinga ndio wanapenda, lakini wako ambao wanafanya vile kwa sababu hawana namna nyingine, wakipata ajira watafanya. Sasa hapa Dodoma, hapa Singida, kiwanda cha Mount Meru kingeweza kuzalisha alizeti mwaka mzima. Vijana, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ulionao hapa Singida, wakapata ajira kwa sababu si mbali na hapa. Nadhani ukikaa hapo unaona kile kiwanda pale. Lakini kinafanya kazi miezi miwili, miezi mitatu, kinafungwa kwa sababu hakuna malighafi. Kwa vijana wanaotaka ajira wako mtaani, labda wanafanya umachinga, wanahangaika, wanataka ile ajira hawaipati. Sisi ile ajira tunaipeleka Malaysia. Kiwanda hakiwezi kufanya kazi kwa sababu hakina malighafi ya kutosha. Huyu wa Pixas aliyeongea hapa ni wa kupigiwa mfano kabisa. Anapambana, anaenda anaweka mkataba na wakulima kupata malighafi, lakini haitoshi. Kwa hiyo vijana wetu wanatafuta kazi, fursa ya ajira iko hapa, hatujaitumia. Na ilani ya Chama cha Mapinduzi imeahidi tutazalisha ajira milioni 8 ifikapo 2025. Ajira mpya milioni 8. Fursa ya kutekeleza imo vile vile kwenye zao kama alizeti. Kwa kinachotukwamisha sisi kuhakikisha kwamba tunaokoa zile nusu trilioni ili zizunguke kwenye uchumi wetu, kama mshahara wa wafanyakazi, kama sesi halmashauri, kama kipato cha mkulima. Kinachotukwamisha ni mipango ya kuhakikisha kwamba tunalima alizeti ya kutosha na kutoa ajira, ili tuendelee kupunguza tatizo la ajira na tuelekee katika kutekeleza yale ambayo
serikali hii, Chama cha Mapinduzi kiliahidi kwamba serikali itatekeleza. Na kwa kutotumia fursa hii kwamba mahitaji ya mafuta ya kula tunamnyima fursa mkulima kulima kitu ambacho kina soko la uhakika. Sasa ziko changamoto la masoko. Tulipata changamoto kubwa la masoko ya mahindi, watu wanalima mahindi, lakini soko lilikuwa changamoto hasa nyanda za juu kusini, mkoa wa Ruvuma, mkoa wa Rukwa. Lakini mafuta ya kula soko lipo. Na si lipo tu, bei ya mafuta ya kula imepanda sana. Kila mtu anajua. Kumbe tukiweka mipango mizuri, wakulima wanazao wanaweza wakalima wakapata kipato kwa sababu soko lipo la uhakika. Mmemsikia mtu wa Pixas hapa. Amesema mpaka sasa hivi wameingia mkataba na wakulima 4200. Wanataka kwenda mpaka 5500. Kwa wako wakulima 1000 hapo wa ziada wanaweza kupatiwa mkataba kwamba wewe unalima, unakabidhiwa mbegu na planta, ile mashine wameonyesha pale nje, wanakuletea na huduma ya ugani, wanahakisha kwamba wanakuletea na viuatilifu, alafu ukivuna una uhakika wa soko. Sasa fursa hiyo wakulima wetu hawaipati tusipokuwa na mpango madhubuti, kwa sababu kinachokosekana sasa ni sisi kujiratibu na kufanya mpango mzuri. Na ili tujitosheleze kwa mafuta ya kula, kama tunatumia alizeti tu, na vyanzo vya mafuta ni zaidi ya alizeti, japokuwa alizeti sasa hivi ndio karibia 80% ya mafuta tunayozalisha ndani tunayotumia. Ili tuweze kuzalisha alizeti ya kutosha kupata mafuta ya kula ya kutosha, tunahitaji tani 1,607,142. Tunahitaji hiyo kuwezesha wakulima waweze kulima. Wakizalisha kiasi hicho, viwanda vitafanya kazi mwaka mzima, vijana watapata ajira, nusu trilioni inayoondoka haitaondoka, itazunguka humu ndani ya uchumi wetu. Atapata mkulima, atapata aliyeajiriwa, halmashauri zitapata sesi, serikali itapata kodi, uchumi wa nchi unachangamka. Kwa hiyo lengo letu ndio hilo. Kilichotuleta hapa sisi leo ni kuendeleza juhudi zile ambazo Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Kassim Majaliwa alizindua kwenye ukumbi huu. Na sisi tulishasema kilimo sio kauli mbiu tu. Kilimo sio matamko. Kilimo lazima kiendane na mikakati na hatua madhubuti za kwenda mbele. Kwa hatutaki tuseme tu limeni alizeti afu tunasema. Sasa tukisema limeni alizeti, kazi inafanyika. Wataalamu wetu wanaingia kazini. Vikwazo vilivyopo tunajaribu kuvipunguza, tukiweza kuviondoa vyote. Kwa hiyo ndugu zangu, hapa karibuni wenzetu wa IFAD walituambia kwamba kuna fedha wanatenga ambazo ni sawa na shilingi bilioni 4.5 kwa ajili ya kusaidia kupunguza athari za uviko kwenye kilimo. Sio Jacqueline? Na bahati nzuri na akaja ofisini kwangu. Akaniambia na mazao na mikono. Nikamwambia sasa, pamoja na yote, uviko kwa Tanzania umeathiri bei ya mafuta ya kula. Na hili jambo pengine alifahamiki sana, kwa sababu huko tunakununua mafuta ya mawese wanatumia migrant laborers, vibarua kuhamahama kwa ajili ya kuvuna. Covid ilisababisha lockdown, ikapunguza movement za wale vibarua, uzalishaji ukapungua, bei ikapanda. Ni moja wapo ya sababu za kupanda mafuta ya kula. Si hiyo tu, lakini moja wapo. Sasa sisi kwenye kilimo, ile bei ya mafuta kupanda tunajua ni changamoto kwa mlaji, lakini tunaona ni fursa kwa mkulima. Na sisi tunataka tuipeleke kwa mkulima. Tukamwambia, Jacqueline, hizo hela, hebu tenga hela ziunganishe nguvu na juhudi za serikali. Hizi juhudi za kujitosheleza kwenye mafuta ya kula. Tenga katika hizo bilioni 4.5, tenga utusaidie. Na sikuambia IFAD tu. One Acre Fund. Nilikuwa Iringa juzi, wameniambia na wenyewe baada ya kuambiwa wanavuta nguvu kuelekea. Kwa hiyo Jacqueline, nakushukuru sana. Baada ya kuambia vile, akarudi Rome, akawaambia na mashirika ya kimataifa yanaumangimeza kweli kweli.
maamuzi yanachukua muda. Ilibidi nadhani tukaingia kwenye Zoom meeting na Rome kuongea nao, jamani hizi badilisheni kidogo nyingine ziingie humu. Hatimaye imefanyika na leo tunakuja kugawa mbegu ambazo fedha zake zimetoka IFAD. Tunaipongeza sana IFAD. Tunampongeza sana Jacqueline Machangu Mocho kwa kutuwezesha kuungana na serikali katika jitihada hizi ambazo tumeamua kuzifanya. Wito wetu kwenye sekta ya kilimo ni kuunganisha nguvu na wadau wetu wote. Tusifanye vitu vipande vinasukuma huku, vingine vinaenda huku, vingine vinaenda huku. Matokeo yake hatutoyaona. Tangu tupate uhuru kimekuwa na miradi mingi sana ya mashirika ya kimataifa, Benki ya Dunia, IFAD, FAO, UNDP, wengi. Lakini ukisema mmoja anaenda anafanya kitu Kilosa, anafanya labda miaka 5 anaondoka. IFAD kaenda sehemu fulani kafanya kaondoka. World Bank kaenda sehemu fulani kafanya kaondoka. Ukija baadaye ukitafuta nini kimebaki pale, wakati mwingine unapata shida sana kuviona. Kwa wito wangu na usema vile vipaumbele vya serikali na ambavyo sisi tumejaribu kuvipunguza, vitu vya kufanya ni vingi sana. Tumejaribu kuvipunguza. Sasa tumetoa wito wote tuvute tuelekee upande mmoja. Kwa hili la alizeti ni mfano kwamba wadau, na tumeshakaa na wadau wa maendeleo, Agricultural Sector Working Group, nikawaeleza, nikasema jamani, kila mmoja akiwekeza huku na tukijaribu kuratibu tutafika. IFAD imeonyesha mfano, heko kubwa sana kwa IFAD katika hili. Labda niseme, tunapojaribu kuzalisha mafuta ya kula, hatutegemei alizeti peke yake. Ni kwamba tu alizeti sasa hivi ndio chanzo kikubwa cha mafuta ya kula hapa nchini, na ni zao linalooteshwa na kuota haraka. Na nimeambiwa nalo linaweza likastahimili zaidi changamoto ya mvua. Kwa hiyo lina faida hizo nyingi. Na ukweli ni kwamba mafuta ya alizeti ni kati ya mafuta bora sana. Ndio maana hata bei yake inakuwa ghali hapa duniani huko. Kwa sisi tunakwenda na alizeti, lakini hatuachi mazao yale mengine ya mafuta. Tunaweka msukumo maalum kwenye pamba, sio tu kwa ajili ya kupata nyuzi, lakini vile vile kwa ajili ya kupata mafuta ya kula. Na kesho inshallah nitakuwa Simiyu kwa ajili ya huduma ya ugani, kugawa pikipiki, kuchangamsha shughuli za ukulima wa pamba. Hizi zitakuja mpaka huko Singida, mheshimiwa mkuu. Michikichi, tunaambiwa kwamba asili ya michikichi duniani ni Kigoma. Sijui, lakini tumeambiwa na linarudiwa sana, pengine lina ukweli wake, kwamba michikichi tunayoiona Costa Rica, Indonesia, Malaysia, kwamba asili yake ni Kigoma. Mara nyingi sana nimesikia hilo. Halafu tunaagiza mafuta ya mawese kutoka Malaysia, na Kigoma yetu iko hapa, na wakulima wa Kigoma wanahitaji hela hizo. Hasa mnajua kampeni imeendelea kwa muda mrefu sasa, na Mheshimiwa Waziri Mkuu amekuwa akiendesha kampeni hiyo kuhakikisha kwamba tunaongeza uzalishaji wa michikichi ili tuweze kupata mafuta mengi ya mawese. Hatujaacha. Mwisho wa mwezi huu mimi na timu nikiwa pamoja na mkuu wa mkoa wa Kigoma na mkurugenzi wa maendeleo ya mazao tunaenda Uganda. Kuna kampuni ambayo inazalisha mawese karibia kuliko kampuni yote duniani, mafuta ya mawese. Imeanzisha mradi mkubwa kule wa kilimo cha michikichi na kutoa mafunzo ya huduma ya ugani na kutumia aina ya mbegu kuhakikisha kwamba wanafanya Uganda iweze kuwa ni kati ya wazalishaji wakubwa kabisa wa mafuta ya mawese. Asile kampuni ilishakuja tayari kwa Tanzania, inakoboa mpunga pale Morogoro, na kile kiwanda kiliokiwa jiwe la msingi na alikuwa rais wetu wakati huo Mheshimiwa, Mungu amlaze mahali pema peponi, Dr. John Pombe Magufuli, mwezi wa pili mapema. Na kampuni hiyo ikaja baadaye kuja kumuona rais wetu
Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, na akasema haya, mnachotaka kuwekeza tayari mko mnakoboa mpunga, haya mambo mengine fanyeni kazi na wizara mbalimbali ikiwa pamoja na kilimo. Sasa katika mazungumzo yetu tukawaambia bwana, hebu tuingie kwenye alizeti. Wakatuambia alizeti tukiingia tutawapeleka mbali sana, lakini tunaona hamjafika kabisa kupata malighafi ya kutosha sisi kuwekeza. Nadhani walisema dola milioni 30 na kitu. Sasa mkituonyesha kwamba mnaweza mkazalisha alizeti ya kutosha, sisi tunawekeza. Kwa hiyo safari hii itatupeleka huko. Na walisema wakiweka hicho kiwanda, si kwamba tu kitakamua mafuta ya alizeti, kitakamua mafuta kutoka kwenye mchele tunaozalisha. Na wasema ni kati ya mafuta bora sana duniani, ambao kwa kweli tutauza nje. Lakini kazi ya kuzalisha malighafi ya kutosha bado inaendelea. Kwa hiyo wakasema sisi labda tunaweza tukajaribu michikichi. Wakatuambia sasa tumeshajipanga huko Uganda, nyewe mtakuwa mnanunua mafuta ya mawese huko. Tukasema twende huko Uganda, tukaone mnafanya nini. Na tushaomba kibali, tumesharuhusiwa. Nitaondoka mimi na mkuu wa mkoa wa Kigoma na wataalamu, tutaenda kuangalia walichofanya kule, ili tuone kama tunaweza tukakifanya pale Kigoma. Tusibaki na hadithi kwamba mchikichi ilitokea wapi? Kigoma. Lakini mafuta ya mawese tununue wapi? Uganda. Au vipi? Kwa hiyo tunakwenda kule na nguvu zitaendelea kwenye mazao mengine. Nimeona safflower hii ambayo tumeangalia, katam kwa Kiswahili, katam ni Kiswahili? Ni Kiswahili. Lakini Kiingereza inaitwa safflower. Safflower, sio sunflower, safflower. Na mazao ya ufuta na kadhalika, tutaendelea kuweka msukumo humo ndani. Kwa hiyo hizi juhudi si za alizeti peke yake. Ni juhudi za kuhakikisha kwamba kilimo kinakuwa chimbuko la malighafi itakayounda ajira kwa ajili ya vijana wetu. Na anasema si mafuta ya kula peke yake. Changamoto ziko katika mambo mengi sana. Viwanda vya kuchakata mazao, changamoto yao kubwa ni kupata malighafi. Na maana nilisema na nitasema baadaye, taasisi zetu za fedha zinapotenga fedha zisiangalie tu uchakataji wa mazao, ziangalie malighafi inapatikana. Sasa hivi kwa mfano ukichukua hela ukipeleka kwenye kiwanda cha kukamua mafuta ya alizeti, itakuwaje wakati alizeti yenyewe haitoshi? Kwa natoa wito kwa taasisi zetu za fedha zije kusaidia kukwamua upatikanaji wa malighafi. Na NMB Bank walikuja kutembelea, tumekuwa na mazungumzo mazuri sana. Naamini tutaendelea nayo kwa ajili ya kuja kuwekeza yale mashamba Mheshimiwa mkuu wa mkoa ambao umetenga kule, mapori yameshindwa kuvunjwa. Kwenda benki wanasema sisi hatutoi mkopo wa kuvunja mapori. Lakini Pixas walisema wako tayari kutoa mkataba kwa hawa wakianza kulima. Sasa nauliza mabenki, kama mkataba wa kuuza upo, mashamba yapo, si tutoe hela tuvunje mapori? Hizo trilioni tunazozisikia, twendeni tuvunje mapori haraka sana, tutajitegemea. Sasa jingine nalotaka kusema Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kwa kweli ni kuwapongeza sana Pixas. Yatu wapigeni makofi. Mmesikia Pixas wanasema nini? Hii Pixas asili yake ni kampuni ya Marekani. Imefungua tawi Uingereza. Alafu tokea Uingereza imefungua tawi Dodoma. Na kati ya watu walioisaidia sana kupata umeme, viwanja na kila kitu ni aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Dodoma, Dr. Binilithi Mahenge, ambaye sasa hivi yuko Singida. Na nimemsikia pale wakisema wanamkumbuka alivyowapigania kuanzisha kile kiwanda. Nishakitembelea pale Dodoma na natoa wito watu wote na waandishi wa habari, nendeni kaangalie kile kiwanda. Uzuri wa Pixas ni modo ambayo tunataka tuende. Hawa wameweka kiwanda, wametengeneza mkataba wanatafuta wakulima. Wamesema vizuri hapa, na naamini waandishi wa habari mtanisaidia sana. Ile hotuba yake isimame yenyewe, tuisambaze. Tuisambaze ile hotuba, isambaze. Kwa hiyo anampa mkulima mkataba. Alafu kisaini mkataba ama AMCOS kama ni wakulima wadogo wadogo, wakulima wakati, komesha, unapata mkataba, alafu wanakupa mbegu, na mbegu wanazokupa tena nzuri. Ni nzuri zaidi kuliko za standard. Sasa sisi mbegu ambazo tumekuwa tukigawa ni standard. Hajaweza kugawa mbegu za kutosha za records kwa sababu hazitoshi hapa nchini. Hazitoshi. Na gharama kununua mbegu kutoka nje ni kubwa. Lakini Pixas wanakupa zile mbegu ambazo productivity yake ni kubwa zaidi. Wanakupa mkataba. Alafu kishakupa mkataba, wanakupa na mashine ya kupandia iko pale nje. Nenda bwana kapanda. Alafu anakuletea bwana shamba au bibi shamba. Anakupa maelekezo namna ya kufanya. Alafu anakusaidia kupata viuatilifu. Alafu anakusaidia kukupa mashine ya kuvuna, ili usipige tu kwenye mchanga. Pixas
alafu wananunua. Kwa maana hiyo unaweza kukaa mjini ukawa na shamba lako eka 20, 50, 100, ukaingia mkataba, nenda benki, kopa kwanza kidogo, alafu ingia mkataba na Pixas. Wewe unapiga hesabu kwa sababu mkataba bei tayari unaifahamu. Gharama watakazozipunguza siku ya kuuza wanazo. Basi wewe kaa huko tu. Nalima, unakwenda unasimamia kidogo, unasimamia, unakuja unauza, unapata faida yako, nchi inajitosheleza kwa mafuta, tunaongeza ajira nchini, tunaokoa half a trillion of money. Life goes on. Tulipoanza kampeni ya alizeti, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tuliamini wakamwaji wa mafuta wote tutaenda nao kama Pixas walivyofanya. Hatujafika huko, lakini naamini tutakwenda huko. Huko mbele ya safari tungependa mkulima akilima, analima wakati anajua soko liko wapi. Na nitakapovuna bei ikoje. Na huduma ya ugani ataipataje. Serikali tutajitahidi sana kuongeza. Tumeanza hii kampeni, kesho Simiyu mtasikiliza tunanguruma huko. Tunagawa mapikipiki huko. Lakini sasa kampuni kama hizi zinatusaidia sana. Kwa kweli Pixas heko sana kwa kazi nzuri mnaifanya. Natoa wito kwa kampuni nyingine zote tujaribu kufuata nyayo na serikali itashikamana na nyie. Sasa la mwisho, tatizo la mbegu nchini ni kubwa sana. Tumeliona hilo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, wakati ukianza kuongea kusema takwimu ilikuwa na mahitaji ya mbegu hapa na mliopata. Mimi nakushukuru, umekuwa mwema tu kutupongeza. Lakini malengo yenu yalikuwa makubwa kweli kweli. Kwa sababu humu mnampaka majina ya wakulima wote kila mahali ambako tayari kupata mbegu kulima alizeti. Huu ni mfano mkubwa sana. Sasa wanauliza sasa waziri, mimi shida, anakuambia shida yangu mbegu tu. Wakati nikakwambia basi wakulima waingie mkataba. Sasa kama makampuni hayaingii mkataba, sisi halmashauri zetu zitanunua alafu zitamalizana na wakulima wenyewe. Huo ndio tulikuja kupata idea ya kutumia halmashauri. Tumepata hiyo idea kutoka hapa Singida. Hongera sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Kwa tatizo la mbegu lipo kwenye alizeti na lipo kwenye mazao mengine yote. Na Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, wakati analihutubia bunge tarehe 22 April, ile hotuba ningependa muitafute muisome. Alizungumza sana mambo ya kilimo. Mambo ya kilimo mengi, lakini leo nitaji la mbegu. Alitoa maelekezo, alitoa ahadi kwa Tanzania ambao sisi Wizara ya Kilimo tuna kazi ya kutekeleza. Kwamba tutaongeza upatikanaji wa mbegu bora kwa wakulima ili kuboresha kilimo chetu. Hii safari imeanza kwa hiki tunachokifanya leo. Na ile kile ambacho tumekifanya Dodoma. Tunafanya hivyo, tunajitahidi kufanya kwa mazao mengine. Na ndio maana namtaja sana Dr. Sofia Kashenge. Kwa sababu na mbegu za mahindi na kuna unagawa kwa bei rahisi. Lakini kazi hii bado sana. Tunahitaji mashamba makubwa ya kuzalisha mbegu. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tutapigania tupate wawekezaji. Tupate shamba Singida kubwa la kuzalisha mbegu ya alizeti. Likipatikana tutachukua ASA waje waliandae. Bajeti ya ASA imeongezeka mara 2. Lakini naamini bajeti ijayo tutaona. Bajeti ya mwaka huu imeongezeka mara 2. Na sehemu moja hapo iliyotusaidia sana, na niseme tena, ni kwa sababu IFAD ilitoa hela ambazo zinasaidia sana kwenye mambo ya Jacqueline, simama kabisa upigwe na makofi. Kwenye bajeti ya mwaka huu walitoa hela kwa ajili ya kusaidia mbegu. Mwakani bajeti itakasoma mwezi wa 6 tutaongeza, kwa sababu lazima tuitikie wito, maelekezo ya rais wetu. Hawezi kutoa ahadi bungeni alafu sisi tutafute vipaumbele vyetu. Vipaumbele ni vile alivyotuambia. Kwa hiyo kipaumbele kikubwa alichosema ni mbegu. Tunazungumza ndani ya serikali kuhakikisha kwamba bajeti ya mbegu inaongezeka. Lakini ili tufike huko tunahitaji ardhi, na ili natoa wito kwa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, wakuu wa wilaya, mkitupa maeneo mazuri hasa yenye kuweza kufanyia umwagiliaji, tutakuja kufungua mashamba. ASA inaweza kachukua ile mashamba, inaweza kapsublease kwa muda kama resources hazitoshi, lakini tuweze kuzalisha mbegu. Hata kata mmoja tumeambiwa ambayo nayo mbegu yake haijafanywa utafiti wa kutosha. Tutayafanya hayo yote kwa sababu ni maelekezo ambayo tumepewa, na ni maelekezo ambayo yatatutoa katika changamoto ya kutumia hela zetu nyingi kutoa nje ya nchi, alafu tunapoteza ajira na kadhalika na kadhalika. Nilisema nitaongea kidogo. Lakini mkumbuke mimi ni mhadhiri. Ukinipa mic napata shida sana kuiachia. Lakini naomba niishie hapo ili tuanze